في السيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى. ونحن اليوم نبدأ السنة الثانية ونبدأ بغزوة ودان. نعم، بارك الله فيكم. اقرأ. يقول رحمه الله تعالى: السنة الثانية، mwaka wa pili. Anakusudia mwaka wa pili wa hijiria, yani tangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina. Kwa mwaka wa pili una matukio yake. Miongoni mwa matukio aliyohorodhesha ni ghazwat Waddan, vita vya Waddan. Waddan ni jina la mahali ambacho ni kijiji kilichopo baina ya Makka na Madina. Sasa anasema walithnatay ashrata laylatan khalat min as-sanati ath-thaniya, na kwa nyusiku 12 zilizopita katika mwaka wa pili. Akisema nyusiku 12 zilizopita kwa maana tarehe 12 ya mwaka wa pili. Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallama min al-Madina, alitoka mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama Madina, بعد أن استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه, baada ya kumweka khalifa juu yake, yani baada ya kumtawalisha juu yake, kumtawalisha Madina Sa'd bin Ubada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapotoka kwenda safari, kwa kuwa yeye ndiye kiongozi wa Waislamu, basi haachi mji hivi hivi, anamteua mtu ambaye atakaa nafasi yake, atayaendesha mambo ya mji, atawaswalisha watu katika swala za jamaa, atawahutubia watu siku ya Ijumaa na kuwaswalisha, atahukumu kesi zao, atayapanga mambo yao, na wao watamtii, kwa sababu amewekwa pale na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mambo ya kilimwengu na mambo ya kiibada atayaongoza kwa niaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo katika mji. Kwa hiyo katika safari hii alimweka mtu akiitwa Sa'd bin Ubada, na kila anemchagua kuwa khalifa ni dalili na ni ushahidi juu ya fadhila zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamchagui mtu asiyefaa. Kishamchagua mtu, simamia jambo hili kuonyesha kwamba kwake yeye mtu huyu anafaa na ni mtu mwenye fadhila na ni mtu ambaye anakidhi. Yoyote atakayekuja na maelezo kinyume na hayo, basi atatakiwa alete ushahidi. Lakini uteuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hauendi kwa hawa ya nafsi. Kwa hiyo akamweka Sa'd bin Ubada radhiyallahu anhu ili awe khalifa badala yake wakati iko safari. Alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam liya'taridha 'iran li Quraysh, kwa ajili ya kuuzuia msafara wa Makuraishi. Kwa jari na majururi liya'taridha, afwan, liya'taridha kwa sababu li an ya'taridha asili yake, kwamba lengo la kutoka kharaja liya'taridha, ametoka ili kwa ajili ya kuuzuia 'iran li Quraysh, msafara wa chakula wa Makuraishi. Fasara hatta balagha Waddan, akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafikia sehemu ya Waddan. Wa kana yahmilu liwaahu ammuhu Hamzatu radhiyallahu anhu, na alikuwa anaibeba bendera yake, alikuwa akibeba ile bendera ni ammi yake Hamza radhiyallahu anhu, ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamza ndiye mbeba bendera, ndiye mshika bendera kwenye kikosi kile.
walam yalqa hunaka harban, na hakupata huko mapigano yoyote. Limadha? Lianna al-'ira kanat qad sabaqathu, kwa sababu ule msafara ule alikuwa anaofuata, ule msafara wa Makuraish, msafara wa chakula wa Makuraish ambao walikuwa wakiufuata, kanat qad sabaqathu, ulikuwa ushamtangulia, ushapita, kwa alichelewa kidogo. Kwa ufupi, lianna al-'ira, kwa sababu ule msafara, takuwa alif na lamu hapo, au al ni ya ahdi dhikri, liya'taridha 'iran, hapo akasema lianna al-'ira, kwa sababu ule msafara uliotajwa hapo nyuma, kanat qad sabaqathu, ulikuwa ushamtangulia. Wa fi hadhihi al-ghazwati salaha bani Dhamra, na katika mapigano hayo au katika ghazwa hii, kwa ufupi ni kwamba kutoka kokote alikotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya vita, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ameshiriki katika kwenye kutoka huko, inaitwa ghazwa, na kama alituma jeshi yeye hayumo, inaitwa sariya. Huu ndio utaratibu katika vitabu vya sira. Kwa kuna as-saraya wal ghazawat, yani saraya ni vile vikosi alivyovituma Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake, katika uhai wake, kwa ajili ya kwenda kupigana jihad fi sabilillah. Ni mmoja watu walipofika huko walipigana au hawakupigana, lakini ametuma kikosi, inaitwa sariya, na wingi wake ni saraya. Na kama yeye mwenyewe yupo kwenye kikosi hicho, inaitwa ghazwa, na wingi wake ni al-ghazawat. Vikosi alivyovitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake bila yeye kuwepo, saraya yani, ni 47, vikosi 47 katika nyakati tofauti tofauti. Na ghazawat, ama ni vikosi ambavyo yeye mwenyewe alikuwepo, ni 27. Kwa jumla ni 74. Kwa hiyo katika hivyo kuna ambavyo walipata mapigano na vingine hawakutokea. Miongoni mwa ghazawati hizo ni hii ghazwatu Waddan. Imeitwa ghazwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo kwenye kikosi hicho, lakini hayakutokea mapigano. Kwa hiyo wa fi hadhihi alghazwa, na katika ghazwa hii au katika vita hivi, salaha bani Dhamrata, alipatana na kabila la Bani Dhamra. Banu Dhamra ni kabila Adnaniya, asili yake makazi yao ni sehemu za Hijazi na Tihama, ndio asili, lakini baadaye wakahama wakaenda sehemu za Sham, hasa katika miji ya Urdun. Banu Dhamra ni kabila Adnaniya. Tufahamu kwamba makabila ya Kiarabu makubwa asili yao ni Adnaniya na Qahtaniya. Al-Qahtaniyun, watu kutoka asili kutoka Yaman, al-Arabu al-Ariba, alafu al-Adnaniyun wale Waarabu wa Hijazi, ambao ni al-Arabu al-Musta'raba. Mambo haya baadaye yaleta matatizo sana. Haya mambo ya hawa Waarabu wa asili ya wapi na hawa asili ya wapi, ileta matatizo sana, hasa sehemu za Khurasan na sehemu nyingine katika utawala, mwishoni utawala wa Bani Umayya na mwanzoni utawala wa Bani al-Abbas. Kwa hiyo yazingatieni haya, lakini yaleta matatizo kwenye umma wa Kiislamu. Wa fi hadhihi al-ghazwati salaha Bani Dhamra, na katika vita hivi alipatana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Bani Dhamra, ala annahum aminuna ala anfusihim, juu ya kwamba wao ni wenye kupata amani kwenye nafsi zao, wako salama wao. Walahumun nasru ala man ramahum, na watapata wao nusra dhidi ya wale au dhidi ya atakaye wakusudia wao. Walahum, na watapata wao an-nasru, nusra, ala man, dhidi ya ambao ramahum, wamewakusudia wao, au dhidi ya wale watakao wakusudia wao. Huo ni upande mmoja, kwamba nyinyi mtakuwa na amani kwenye nafsi zenu, hatutawaingilia katika jambo lenu, na
yoyote akiwakusudia kwa ubaya sisi tutawanusuru nyinyi Banu Dhamra. Wa anna alaihim, na kwamba ni wajibu juu yao sasa Banu Dhamra nusratal muslimin, kuwanusuru waislamu idha du'u, pale watakapoitwa. Kama kuna mtu amekuja kufanya uadui dhidi ya waislamu na wao wakatakiwa waje wawanusuru waislamu, basi na wao waitikie kwenye hilo. Mkataba ulikwenda namna hiyo na sulhu ilikwenda hivyo. Wa anna alaihim, na kwamba ni juu yao, ni wajibu juu yao nusratal muslimin, kuwanusuru waislamu idha du'u, pindi watakapoitwa. Thumma rajaa ila almadina, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi Madina baada mudhi 15 lailatan, baada ya kupita nyusiku 15. Amekaa huko kwa muda wa siku 15 kisha akarudi zake Madina. Naam. Ghazwat Buwat, vita vya Buwat. ولم يمضي على رجوعه غير قليل، أو نسمى غير ولا غير، ونين غير ولم يمضي، الكلام تام منفي ولا ناقص. ولم يمضي على رجوعه غير قليل، ونين سبب الكلام غير تام، فتكون غير قليل. صواب غير قليل، وسبب الكلام ناقص تنا المنفي، hakuna mustathna minhu. ولم يمضي، na haukupita ala rujuihi, kwa kurudi kwake, ghairu qalilin, sisikuwa siku chache, hazikupita isipokuwa siku chache tu. Hatta balaghahu anna iran liquraish, mpaka ilipomfikia habari yeye kwamba msafara wa chakula wa makuraishi aibatum minashami, ni wenye kurudi kutoka Sham. Ikamfikia habari, yani aliporudi kutoka Wadan hakukaa muda mrefu, siku chache tu, akapata taarifa ya kwamba ule msafara wa makuraishi unarudi kutoka Sham. Fiha Umayyah ibn Khalaf, kuna ndani yake, yani msafara huo yuko ndani yake Umayyah ibn Khalaf, mmoja katika maadui wakubwa kabisa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 100 min Quraish, na makuraishi 100. Watu waliokuwa katika msafara huo kuna watu 100 katika makuraish, lakini yumo Umayyah ibn Khalaf. Wa 2500 ba'ir, na ngamia 2500. Msafara mkubwa, ngamia 2500 ni msafara mkubwa. Fasara ilaiha, akauendea Mtume sallallahu alaihi wasallam msafara huo, fi 200 min almuhajirin, pamoja na watu 200 katika muhajirin. Fi 200 min almuhajirin, pamoja na watu 200 katika muhajirin. Wadhālika fi Rabi'in al-awwal, na hilo lilikuwa katika mwezi wa mfunguo 6. Wa kana yahmilu liwa'ahu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, na alikuwa akibeba bendera yake ni Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fasara hatta balagha Buwat, akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafikia sehemu ya Buwat, ambayo ni jabali miongoni mwa majabali ya Juhaina. Kwa hiyo akaenda mpaka hapo. Fawajada al-ira qad fatathu, akaukuta msafara ushamfutu. Kwa hiyo msafara hakuukuta, akawa ushaondoka. Faraja walam yalqa kaida, akarudi na hakukutana na mapigano yoyote. Kaida kwa maana ya kitala, na mapigano. Walam yalqa kaida, na hakukutana na mapigano yoyote. Wadhālika kulluhu, na yote hayo, lima kana ya'khudhuhu almushrikuna min alhadhar, ni kwa sababu ya vile walivyokuwa wakichukua washirikina katika tahadhari. Ni kwa sababu ya vile washirikina walivyokuwa wakichukua tahadhari, yani walikuwa wana tahadhari sana. Ala anfusihim,
juu ya nafsi zao. Kwa hiyo walikuwa wakija hawaji tu kama zamani, una barabara hii au njia hii na hatari, kwa hiyo walikuwa wakichukua tahadhari. Ndio maana wanakosokoswa mara nyingi, kienda hivyo wamekosekana. Walijtihaji fi ta'miyati akhbarihim, na kujitahidi katika kuficha habari zao, mi'an ahli al-Madina, kuwaficha watu wa Madina. Walikuwa wanafanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba habari zao hazivuji kwenda kwa watu wa Madina, yani kwa Waislamu. Naam. Iqra. Ghazwatul Ushaira, vita vya al-Ushaira. وأعقب رجوعه عليه الصلاة والسلام خروج قريش، kulifuatishia kurejea kwake mtume alayhi salatu wassalam kutoka makuraish. Kule kutoka kwa makuraish mtume sana kulifuatishia kule kurudi kwake kutoka makuraish bi'a'dhami 'irillah, kwa msafara mkubwa, kwa msafara wao mkubwa. Faqad jama'u fiha amwalahum, walikusanya katika msafara huo mali zao. Hatta lam yabqa bi makkah qurashiyun au qurashiyatun laha mithqalun fasa'ida illa ba'atha bihi fi tilka al'ir. Hatta lam yabqa bi makkah, mpaka hakubakia Makkah qurashiyun, mquraishi yoyote mwanamme, au qurashiyatun, au mquraishi yoyote mwanamke, laha mithqalun, ana yeye mithqali ya dhahabu. Mithqali moja ni sawa sawa na gramu 4 na robo. Mithqali, kiambwa mithqali ni kipimo katika vipimo vya dhahabu na fedha. Mithqali moja uzito wake ni sawa sawa na gramu 4 na robo. Na ndio maana tunasoma katika fiqh kwamba zaka ya dhahabu na fedha ni 20 mithqala, mithqali 20. Kwa hiyo mithqali 20 ukiizidisha mara 4 na robo unapata gramu 85. Ndio kiwango cha kwanza cha dhahabu, zaka ya dhahabu. Sawa. Kwa hiyo hakupatikana huko Maka, akubakia huko Maka mkuraishi yoyote wa kiume au wa kike ambaye ana mithqali moja ya dhahabu fasa'idan na zaidi, illa ba'atha bihi fi tilka al'ir, isipokuwa aliipeleka kwenye msafara huo. Yani watu walitia mali zao pale, wanawake na wanaume, msafara wa biashara. Sawa. وكان يرأسها أبو سفيان بن حرب، وكان يرأسها أبو سفيان ابن حرب، na alikuwa anauongoza msafara huo, al-'ir al-muannath, anauongoza msafara huo Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Ndiye alikuwa akiuongoza msafara huo. Abu Sufyan jina lake ni Sakhr. Sakhr maana yake jiwe au jabali, jiwe, mtoto wa vita. Sawa, sababu harbu ni vita. Kwa msafara huu ulikuwa ukiongozwa na Abu Sufyan bin Harb, wa ma'ahu 20 rajula, na hali ya kuwa pamoja naye zaidi ya watu 20, akiwa na zaidi ya watu 20. Fakharaja laha ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, akautokea msafara huo mtume sallallahu alayhi wasallam fi Jumada al-ula, katika mwezi wa Jumada al-ula ambao ni mwezi wa mfungo ngapi? Mfungo 8. Jumada al-ula ni mfungo 8, kwa sababu Rabiul Awwal ni mfungo 6 na Rabiul Akhir ni mfungo 7. Jumada al-ula kama mwezi huu tulionao, huu ni Jumada al-ula, ni mfungo 8, na mwezi unaokuja ni Jumada al-akhira ni mfungo 9, alafu Rajab, alafu Shaaban, alafu Ramadhan na kuendelea. Kwa Jumada al-ula, kwa katika mwezi kama huu wa Jumada al-ula ambao ni mwezi wa mfungo 8 alitoka mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu 150 min al-muhajirin,
na hali ya kuwa pamoja na yeye muhajirin, watu 150 katika muhajirin alitoka nao, watu 150 katika muhajirin. Wastakhlafa ala almadinati aba salama ibn abd al-asad, na akamweka khalifa pale Madina Abu Salama ibn Abd al-Asad. Kwa hiyo hapa wakati huu kwenye kipindi hiki khalifa baada ya Mtume SAW sallam kuondoka Madina alikuwa ni Abu Salama, ndiye alimwacha pale. Wa hamala liwaahu ammuhu Hamza, na alibeba bendera yake ammi yake Hamza. Walam yazal sa'ira hatta balagha al-Ushaira, na hakuacha kuwa Mtume SAW anakwenda, ni mwenye kwenda, yani aliendelea kwenda mpaka akafikia sehemu ya al-Ushaira. Fawajada al-'ira qad madat, kaukuta msafara tayari ushapita, amechelewa tena sallallahu alayhi wasallam. Wa halafa alayhi salatu wassalam, na akala kiapo Mtume alayhi salatu wassalam. Halafa, amekula kiapo. Kuna watu wamekula nao kiapo, kwa hiyo kuna musharaka hapo. Halafa ameapa, halafa amekula kiapo, yani kuna watu wamekula nao kiapo alayhi salatu wassalam. Fi hadhihi alghazwa, katika vita hivi alikula kiapo na kina nani? Bani Mudlij, na kabila la Bani Mudlij. Wa hulafaahum mansub, Bani Mudlij, hiyo bani yenyewe ni mansubu hapo amekula kiapo na Bani Mudlij, na wale wenye kula kiapo nao mahulafa wao. Kila kabila walikuwa wanakuwa na mahulafa wao, kwamba bwana, nyinyi na sisi jambo letu moja. Wanakula kiapo, tukipigwa mtatusaidia, na nyinyi mkipigwa tutawasaidia. Jambo lenu na letu ni moja, katika amni na katika hofu. Sasa makabila ya Kiarabu walikuwa wanafanya hivyo. Makabila madogo yalikuwa yakila viapo na makabila makubwa, kwa lengo la kulinda amani ya miji yao na makabila yao. Kwa hiyo wakala kiapo Mtume SAW na Bani Mudlij, pamoja na wale waliokula kiapo na Bani Mudlij. Kwa Mtume SAW mwanzo kabisa alikuwa akiishi kwa amani na Waarabu wengine wasiokuwa watu wa Makka. Vita vyake vyote vilikuwa vinaelekezwa kwa watu wa Makka. Hao wengine kwanza tusipambane nao, tuwaangalie kwanza hawa. Kwa hiyo akaingia mikataba ya amani na makabila Mayahudi. Tumeona amekula nao, ameingia nao mikataba wa Bani Nadhiri, wa Bani Qainuqa, Bani Quraidha, na makabila haya mengine, Salih, Bani Dhamra, kadhalika Bani Mudlij amekula nao kiapo. Hii inatufundisha kwamba katika jambo la da'wa, kama mtu ndio mwanzo wa kufanya da'wa yake na ulinganizi wake, kabla ya kutibua watu huku na huku utakupambana na kila mtu, watakiwa ujimakinishe kwanza katika kuelekeza nguvu zako sehemu moja, ima katika taalim na kuwajenga watu, na adui basi uangalie yule ambaye madhara yake ni makubwa zaidi katika ustawi wa da'wa. Kila nguvu inavyozidi na awana inavyozidi, basi alhamdulillah unaweza na huyu kana na huyu kwa wakati mmoja. Lakini si sawa sawa kwanza mtu dawa haijafahamika ukaanza mapambano na rudud ambazo ghairu mujdia. Kuona amani na kufikisha ujumbe ni bora zaidi, kwa sababu watu watakapoelewa da'wa na misingi yake, basi hata kazi ya ufikishaji inakuwa iko sahali, na hata anapojitokeza mtu adui atakayekuchafua, basi nguvu yake itakuwa si kubwa, kwa sababu tayari washaelewa watu kitu gani unachokilingania, kuliko hujaeleweka. Watu hawajui unasema kitu gani, alafu umemchochora huyu, umemgusa yule, umemgusa huyu, watu wote wewe ni harbun alaika, hawajaelewa wazungumza kitu gani. Kwa da'wa ina marahili zake, da'wa ina marahili zake, na ndivyo alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haina maana kwamba asili ya da'wa ni ugomvi na watu wote, la, bali da'wa ya haki inapigwa vita na watu wote wa batili. Hiyo ndio asili. Haina maana kwamba da'wa hii asili yake umchokoze kila mtu, la,
bali hao watu wengine ndio wachokozi wa kuuchokoza haki. Kila mmoja atashambulia huko, kila mmoja ataleta maneno yake. Sasa si kila mtu utamjibu na si kila mtu utazungumza naye. Unaangalia kwanza ile wale walikuwa na athari zaidi. Wewe elewesha da'wa, rududi ziko, kwa hiyo unatanguliza al-aham fal-aham. Na utaangalia wale ambao wana hatari zaidi katika ustawi wa da'wa, unalibainisha jambo lao likieleweka kiasi cha kutosheleza, basi unaendelea na mambo mengine. Sawa. Kwa hiyo hii ndi njia alitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunaona kwamba katika vita vya Khandaq au Ahzab waliungana wote hawa. Wote waliungana dhidi ya Waislamu na dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Uislamu ushapata nguvu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akaamrisha kama tulivyoona, waqatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Naam. Kwa hiyo anasema thumma raja alayhi salatu wassalam ila al-Madina, kisha akarudi Mtume alayhi salatu wassalam Madina, yantadhiru hadhihi al-ira hinama tarji'u, anaongojea, hali ya kuwa anaongojea. Jumla hiyo itakuwa ni hali sawa. Thumma raja alayhi salatu wassalam ila al-Madina, kisha akarudi Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, yantadhiru itakuwa ni hali min ad-dhamir, hali ya kuwa anaongojea hadhihi al-ira hinama tarji'u, hali ya kuwa anaongojea msafara huu wakati utakaporudi. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin. Ghazwatu Badr al-ula, vita vya Badri vya kwanza. Sawa, kwa sababu al-ula ni sifa ya ghazwa na sio sifa ya Badri. Kwa hiyo sio sawa sawa kusema vita vya Badri ya kwanza utakuwa wasifu Badri, na hapo inasifiwa ni ghazwa. Vita vya Badri vya kwanza, vile vita vya kwanza vya Badri, kwa Kiswahili wanasema vita vya kwanza vya Badri. Wa ba'da ruju'ihi alayhi salatu wassalam biqalilin, na baada ya kurejea kwake Mtume alayhi salatu wassalam kwa muda mchache, jaa Kurz ibn Jabir al-Fihri, alikuja Kurz ibn Jabir al-Fihri, wa aghara ala sarhi al-Madina wa harab, na akawashambulia wanyama wa Madina, mifugo ile inaitwa sarhi, ma yusrahu min al-mashiya, kama yusrahu bihi min al-mashiya. Akaenda akashambulia, wa haraba, na akakimbia. Fa kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi talabihi, akatoka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumtafuta. Wastakhlafa ala al-Madinati Zaid ibn Harithah al-Ansari, akamwacha Madina, akamwacha khalifa, akamwacha Madina Zaid ibn Harithah. Vipi Zaid ibn Harithah al-Ansari? Kwani Zaid al-Ansari unajua pengine kama ni Zaid mwingine, lakini Zaid ibn Harith ibn Harith ambaye ni maula Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, si katika Ansar. Sawa, ni maula Rasulullah, maula Bani Hashim, na mwanawe ni Usama ibn Zaid ibn Haritha, la'allahu akhar. Wa hamala liwa'ahu Ali ibn Abi Talib, na alibeba, alichukua bendera yake Ali ibn Abi Talib. Fasara hatta balagha Safawan, akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafikia Safawan. Safawan wadi nahiyatu Badr, ni wadi, ni wangwa au bonde liko katika sehemu au pande za Badr. Akafika mpaka pale. Wafatahu Kurzun, na akamfutu yeye Kurz. Falam yalqa harba, hakukutana na mapigano, kwa hakukuta vita. Watusamma hadhihi alghazwatu Badran alula, na vinaitwa vita hivi Badri ya kwanza, vita vya Badri vya kwanza, na vinaitwa vita hivi Badran alula, vita vya Badri vya kwanza, kwa sababu walikwenda mpaka Badri, kuna nasibishwa na mahali Kwa inshallah kwenye darasa nyingine tutakayofuata
tutakuja kuangalia sariyatu Abdullah ibn Jahsh na yale yanayofuatia baada ya hapo katika ghazwa ya al-Badr. وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. wakati alipokusudia makundi mawili miongoni mwenu nyinyi kuogopa, nao ni Bani Salama na Bani Haritha, an tafshala, nikurubia walikusudia kuogopa wasiende vitani. wallahu waliyuhum. wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla.